Kulikuwa na mpango na kulikuwa na matarajio kwa watu kwamba ningegombea uchaguzi mwaka wa 2022, lakini sisi wote tulikaa na sisi wote tulikubaliana, na hata mimi mwenyewe niliona wakati huo ni sawa, kwa sababu mzee ako na nguvu, ana ushawishi wa siasa kuniliko na ujuzi. Mzee akaenda, tumeenda na mzee mpaka Nyamira, tukafanya mkutano pale Nyamira Mongori Secondary School, na mzee akasimama pale akasema, huyu ni mtoto wetu wa nyumbani hapa, tuko na yeye na tutazidi kutembea na yeye. Tukazunguka hiyo area yote tukiwa na mzee, mipango yote ya azimio ya kampeni ya mzee katika hiyo eneo yote mimi ndio nilifanya. Tulikuwa tunafanya na wengine wenzangu viongozi wa siasa ambao wako huko, hata kama na rati huyu wa Kisii ambao saa hii kwa duty, tulikuwa tunafanya nao mambo ya kusaidia ODM na kusaidia mzee katika pande hiyo. Sasa mimi mambo ya kujua kwamba mzee atakuwa rais ningejuaje? Sisi zote tulikuwa kwa campaign na was in a control room mpaka wakati wa kuhesabu hiyo kura and so on. Unajua hii porojo na hii mambo ya siasa wakati mwingine, ndio nilikwambia VOJ, tukiwa katika mjadala kama huu na tukianza kuangazia kuzungumza na Wakenya, ni vizuri kwanza tutafautishe kati ya porojo na destructive politics and nonsense na mambo ya ukweli. Tumefanya kampeni tukiwa zote tukamaliza, ambazi kawa vile ilikuwa sisi tulitoka serikali, na wakati nilikuwa na shida, wakati tumetoka serikali nilikuwa na shida na serikali hii wakinisumbua, mzee alisimama na mimi kama mtoto wake. Mzee amekuja kwa nyumba yangu mara mbili, na mimi nasema kuna viongozi wetu wa Nyanza ambao mimi majaliwa ya Mwenyezi Mungu ninawaheshimu na ninawakumbuka kwa heshima sana kila wakati. Mzee amekuja kwangu usiku wakati siku ile nyumba yangu ilikuwa inafunjwa. Mzee amekuja hapo akiwa na Millie Odhiambo na Profesa Makao Mutua na viongozi wengine wa huko, na gavana Arati alikuwa anaenda Kisii, akarudi njiani, wakakuja kwangu usiku wakati huo nikisumbuliwa na hii serikali, wanavunja nyumba yangu, wananisumbua. Mzee amesimama na mimi wakati nilipelekwa pale DCI kukalishwa huko for 7 hours kusumbuliwa, just kuhumiliate mimi tu, hakuna kitu kingine. Sababu mimi sikuwa na makosa, sijafanya kitu, ni kule kunionyesha eti wao sasa ndio wako na madaraka to humiliate me. Mzee ndiye amekuja hapo kwa DCI yeye mwenyewe kuambia wale, kama mnataka kupeleka huyu kotini, mnamjua, peleka yeye kotini, lakini maneno mnafanya hapa haiwezekani. Na siku hiyo kwa familia yangu, hata kwa familia yangu nyumbani, my family, my immediate family, the way mzee touched them, because that day again amekuja kwa nyumba yangu usiku peke yake, na amekaa pale akanizungumzia na watoto, tukiwa na watoto. Mzee akanizungumzia, akaniambia nikiwa na watoto wangu hapo, na mama ametuambia msife moyo, hii dunia, kwa sababu mimi sikuwa mtu wa siasa, zilikuwa zichakorokana na watu. Mimi nilikuwa technical person, nafanya kazi zangu, zilikuwa zijafanya makosa and so on. Mzee amepitia hizi mambo ya siasa nini na vita. Mzee amekuja hapa akanizungumzia na familia yangu, akatuweka kwa sitting room usiku, akaambia watoto msife moyo, hii inakuwa namna hii. Hao watu ambao wamechukua uongozi ni watu ambao wako na shida, wanataka kulipiza kisasi, they are vindictive, wanataka kuteza huyu baba yangu, lakini sisi wote tuko familia moja, tutasimama pamoja. Asante sana. Iwapo ungepewa nafasi ya kufanya kazi na Rais William Ruto, ni jambo ambalo wewe ungelikubali? Kufanya kazi gani? Ya kisiasa. Kuna miungano ya kisiasa inatengezwa, watu wakifikiria masuala ya 2027. Tufanye kazi. Mimi nifanye kazi gani na Jubilee Party? Hakuna kazi tutaweza fanya mimi na. Tufanye kazi gani? ODM. Kazi gani wewe unaona anafanya? ODM na niende kuonga watu tuweze kupiga laini, kazi gani? Chama cha ODM na Jubilee. Mambo ya ODM mimi niseme tu kweli. Okay. Unajua ODM yenyewe vile iko na viongozi wa ODM wengi ni watu tumejuana kwa muda mrefu kwa chama. Hata wakati ule mzee alikuwa kiongozi wa chama. Viongozi wa ODM ni wengi, hata kule nyumbani kwetu Kisii na wengine. Hawa national leaders wa ODM wote katika mrengo wote ni watu ambao tunajuana, na ni watu mimi wengine ni watu nimeheshimu kwa muda mrefu, tumejuana. Sina shida na mtu yeyote mimi kwa hii siasa, vile nasema
I am not coming into politics to settle scores ama kulipisha kisasi kwa mtu ama kuwa na shida na mtu, hapana. Hakuna kiongozi sahi unaweza kusema kwa ODM, hakuna kiongozi sahi ambaye mimi ninaweza sema niko na shida na yeye. Wawe hata ni mzee Oburu mwenyewe na wale wengine ako nao katika mrengo ule. Hawa ndugu zangu ambao mimi ninawapenda sana, kina Sifuna na Babu Owino, ni watu mimi napenda nao. I like them a lot and I've always loved them anyway. Even before this moment we always interacted them. They're jolly good fellows and they're also highly gifted, very intelligent people. I love them because of that. The brain trust in that group, you can see hata vijana wa kwetu hawa kina Kibagendi wote wako do. I love that group because of the level of intelligence and capacity they are demonstrating and how they love their country. I mean, mimi niko tayari kufanya kazi. Anybody who wants change in this country, that is it. Lakini uniulize nifanye kazi na wengine, kazi gani? Kuna wengine ambao wako katika the United Opposition ambao kuna mambo mengi sana inawagusa. Kwa kimombo wanasema some of them are tainted and you're flocking with them. Is it the case of birds of the same feathers now flocking together? You see, kwa sasa VOJ, let me tell you the truth. Tukiendelea mbele vile I like what my colleague Mother Karua usually says, because Mother, when we usually have these discussions with my colleagues Kina Mother and the rest, we say, look, we want to, first of all, we don't want to adopt what I may call an unreasonably puritanical attitude towards people. You know, these are devils or holy people, whatever the case may be. We want to look at the agenda that we have. And anywhere you go, by the way, kwa hii maneno ya uongozi na maneno ya siasa, anywhere you go, you always have to answer one question. And honestly, kwa kusema tu kweli, mimi naona kama this is where I am totally different from many of these people. Always I ask the question, what is our objective, what is our purpose? Tunataka kufanya nini? Tunataka kuleta mabadiliko katika nchi yetu. Tunataka badilisha vile tunajiongoza na vile tunaongoza nchi yetu. How do we move forward as we build this particular objective? We are brought together by objective, by goal, by intention, and how we work together. Kwa sasa, I would like to spend my time focusing on that. Tukianza sasa kusema huyu ako namna huyu alikuwa namna huyu ako namna, tutapoteza wakati wetu mwingi kwa hiyo maneno ya kupigana msasa badala ya kuangazia shida za wananchi wa Kenya. Asante sana. Fair enough. Na mimi nataka saa hii, that is why unaona hata nikienda kwa campaign mimi siongei maneno ya mtu. Mimi na focus ile shida tuko nayo na vile mimi nataka kutatua hiyo shida. Asante sana. Fair enough. Labda tukisonga kidogo, kuna wakati mwingine ulihoji kwamba utatumia njia ya kisayansi katika United Opposition kutafuta flag bearer. Do you still hold that view? Yes, I do. Give us a picture of how it's going to be like. I hold the view of the, you know what I mean by a scientific method is this. Scientific method means a method you can explain rationally to people. Okay. How did you arrive at this? You know, by the way, abracadabra is not a method. You know, huwezi kukaa chini ya mti useme, sasa nimekuja hapa nikaona we VOJ enda ufanye ile kazi. Why did you choose on VOJ? Unajua hata kwa kanisa mkichagua viongozi, hata kwa kanisa tunaelezana, tumeamua kwamba tunataka kanisa letu hili sasa lianze kuangazia vijana. Tumeamua kwamba yule tutateua kuwa kiongozi wa kwanza wa first elder wa kanisa yetu lazima awe kijana, ili hao wazee wapate nafasi ya kumfundisha kazi akienda mbele. Okay. You know, in other words, I'm saying scientific here means there must be a rational method. Kitu ambayo wewe mwenyewe unaweza kueleza, how did we arrive here? Even if it's that negotiation, it has to be explainable. Kwa sababu usisahau hii, tukienda pale tukubaliane, mtu fulani ama individual fulani atakuwa captain wetu. Wale wengine ambao hawata